Amekuta mtoto ameangukiwa na kabati ikiwa imeminya hapo kwenye sofa kifuani. Yaani katika nilipomkagua mtoto wangu nimekuta hapa kifuani ni kama amelalia hapa hivi kwenye ukingo wa sofa. Maiti ni huku. Yaani mama katoka nyumbani kuja kuchukua maiti huku. Ndio akaja kuchukua maiti ya mjukuu huku. Sasa hatujajua maelewano ni nini. Ndio maana tumekuja sisi msibani. Haiwezekani bibi wa mtoto atoke Kondoa. Lengo lake kubwa ni kuchukua mwili kwenda kuzika Kondoa. Hataki habari ya vikao, na hata kwenye kikao changu cha kuwapatanisha wa baba na mama ili waelewani kwamba watazika wapi hakushiriki. Tunaomba kutanguliza samani kwa kuwakosea, maana watu wote wametufuata sisi hapa kuviomboleza, lakini ndio kuna namna ambayo imefanyika sio ya kuungwana. Kitu alichofanya ni wazazi wangu, ni mzazi wangu ametumia njia ambayo sio sahihi, maana hata mimi mwenyewe nilikuwa kwenye kikao kumaliza kikao ili tuagane watu wote. Hata watu waliotufuata kwamba wangapi wanatufuata kwenye ile tukio, wangapi wanatufuata ili tuongee nao. Lakini baada ya hivyo kikao kijaisha tumekuta kitu kimeondoka. Kwa hiyo sasa imefikia mwafaka, tumeongea na mke wangu tumeelewana kama naenda kuzika huko. Sasa mimi natumia nafasi hii kuomba msamaha watu wote ambao tumewakwaza. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Murieti, eneo la Njirondogo, kata Sokoine, jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya sintofahamu katika moja ya nyumba ambayo imetokea msiba ya mtoto ambaye siku ya jana ya tarehe 25, siku ya Christmas, aliangukiwa na kabati na kufariki dunia. Kwa mujibu wa maelezo ya mama yake mzazi, ameeleza kwamba yeye alikuwa ametoka, lakini baada ya hapo akapewa taarifa kwamba kuna tatizo, akaingia ndani. Alipofika ndani akamkuta mtoto amekandamizwa na kabati huku akiwa ameshikiliwa na kochi. Pamoja na hayo, akachukua hatua za kumchukua mtoto huyo kumkimbiza katika kituo cha afya cha Huruma, ambako huko madaktari walimwambia tayari mtoto huyo ameshafariki dunia. Lakini mama huyo hakuamini, akamchukua tena mtoto akampeleka katika kituo cha afya cha Murieti ili kujiridhisha zaidi. Hivyo akaambiwa kwamba mtoto amefariki na kisha wakampeleka mochwari. Lakini katika taratibu mbalimbali za kufanya mazishi, leo asubuhi taratibu za kuchukua mwili mochwari zikaendelea. Mama mkwe kutoka Kondoa alikuja na gari akiwa na watu watatu. Wakaenda mochwari, wakafanya taratibu mbalimbali kwenda kuchukua mwili. Lakini walipofika wakanyimwa mwili, wakatakiwa sasa warudi huku nyumbani ambako ni kwa mama mzazi wa mtoto ili wapewe vile vibali. Kilichofanyika, mama wa mzazi akatoka naye hapa, wakafika mochwari, utaratibu ukafanyika, wakachukua maiti ya mtoto na kuleta hapa nyumbani kwa ajili ya taratibu mbalimbali, kwa sababu vikao vilishaamua kwamba mtoto angezikwa hapa Arusha. Lakini kwa sababu kulikuwa na sintofahamu kati ya upande wa mwanamke na mwanaume, mwenyekiti wa mtaa huu pamoja na viongozi wa serikali wakaita kikao ili kusuluhisha mgogoro, mambo ya ishe na mtoto azikwe salama na maisha yaendelee. Lakini wakati kikao kinaendelea, gari ya maiti ilikuwa nje aina ya Noah. Alikuwepo mama mkwe pamoja na dereva. Kilichofanyika wakati kikao hicho hakijakamilika na majibu hayajapatikana, mama mkwe akawasha gari na dereva wakaondoka. Kwa hivyo tunavyozungumza hivi sasa, maiti hiyo imeondoshwa hapa. Imeleta sintofahamu zaidi kwa majirani, kwa sababu majirani walikuwa wanafahamu kwamba msiba ungefanyika hapa, lakini cha kushangaza hata wao wamepigwa na butwa kwamba walikuja kwenye msiba lakini wanakuta sintofahamu hii. Tumezungumza na mwenyekiti, tumezungumza na mama mzazi wa mtoto. Naitwa Naomi Sule, mzazi wa marehemu. Mtoto wangu anaitwa Jasmine Hamisi. Ilikuwa jana siku ya tarehe 25, siku ya Christmas, mida ya saa 5. Nilikuwa tu na mwanangu hapo, wote wawili na mamdogo wao. Amekuta mtoto ameangukiwa na kabati ikiwa imeminya hapo kwenye sofa kifuani. Yaani katika nilipomkagua mtoto wangu nimekuta hapa kifuani ni kama amelalia hapa hivi kwenye ukingo wa sofa. Amelelewa kwa nyuma, kwa huku ndo ameminywa. Na hisi ni kama shingo pia ilibamizwa. Haya, mdogo wangu hapo katika taharuki, hawezi tu kumwacha hapo eti aanze kukimbia, hapana. Akafanya utaratibu wa kunyanyua kabati
kumtoa mtoto hapo. Kumtoa akakimbia naye nje akamweka hapo uani. Sasa yeye katika ile kushtuka kwamba mbona mtoto kama vile haongea na muita, kakimbia kule nilipo. Dada njoo. Nini? Njoo sijui kama mtoto ni mimi. Katika ile mshtuko nikakimbia, yani niliacha kila kitu. Nilikimbia hadi viatu sijui ilipo, simu nini. Kufika mtoto amemtoa pale uani. Ni nini? Yeye anasema tu mimi sielewi. Uelewi nini sasa? Mimi nilipomkuta tu mtoto wangu chini nikamnyanyua. Kumnyanyua katika ule mshtuko sasa tumkimbiza hospitali. Kuna lodge hapa pembeni. Kuna gari ya mwanajeshi hapo, kuna magari ya mpaki hapo. Nikakimbia mpaka pale ndani kuomba msaada ili mtoto wangu nimwaisha hospitali. Jamani, naombeni msaada wa haraka. Wakawasha wale watu wakawa wepesi pia. Wamama tuliokuwa nao pale, nikapanda na mama mmoja. Ni jirani na ndo nilikuwa naye kwenye shughuli. Baada ya mimi kukimbia na wao wakanifuata. Wanikimbilia kwa nyuma kujua nini. Mbona mtu amekimbia kwa spidi haya. Tukamchukua tukampeleka hospitali. Kufika hospitali ndio hivyo madaktari wakampima. Wakasema mtoto ameshafariki. Sikutaka kuamini. Niambia rudieni tena au tumpeleke hospitali kubwa labda Mount Meru. Mama mtoto wangu anamshika bado ana joto. Kaambia sifanye namna apate huduma haraka. Wale madaktari wakamwangalia tu, sidhani kama amefanywa check up wote, wakasema tu mtoto ameshafariki. Huruma pale Morombo. Sasa daktari akatuita akasema ni mhusika, nikamwambia mimi ni mama mzazi wa huyo mtoto. Ndio akanipa taarifa ya kifo cha mtoto. Sikulikubali, nikasema hapa tuangalie hospitali nyingine. Basi watu wakaja hapo, tukachukua mtoto tukampeleka tena Murieti. Murieti tunafika tukaenda tena udini kule. Maana wakasema mjapewa chochote kule Huruma. Mtoto afanywe tena check up kwa kuhakikisha zaidi kweli amekufa au ni vipi. Hata wamfikisha pale udini, madaktari wakafanya chap chap. Mbona mtoto alikuwa atajapoa sana huko mlikompeleka hajafanya chochote. Kaambia sijui alipoingia huko ndani. Mimi taarifa niloletea tu ndio hivyo, lakini mimi sijui. Wakajaribu kumshtua hapo, ikashindikana, akawa ameshafariki. Basi katika hiyo sasa tuko njiani, itabidi niko pale Huruma. Nilipopata hiyo taarifa ya kuambia mtoto amefariki, hapana, ngoja nimpigie babake aje, japo ameniambia na safisi ni Babati. Hata kama hajafika mbali, amefika mbali, itabidi arudie njiani. Mimi simu nilikuwa nimeshatupa huko, sina chochote. Huyo jirani yangu nikamtajia namba, mpigie mwambie kuna tatizo aje haraka. Akapigiwa. Baba Amina, kuna 1 2 3. Kuna shida, hemu uje haraka. Kuna shida gani? Nikamwambia tu mpe tu taarifa. Maana hata ukimwambia kuna shida anaweza asiru. Mpe tu taarifa kuna 1 2 3 imetokea. Kwamba mtoto amefariki. Hakusema wakati huo, akasita kwanza, maana majirani wa nyumbani pia walikuwa wako njiani wanakuja. Alipopigia simu ndio hivyo akaongea naye. Baba alichojibu, akamwambia sasa huyo jirani yangu kwamba mkamzike huyo mtoto. Mashama ananiambia Amina anaongea nini mwana, anasema mkamzike huyo mtoto. Mimi sipo, sirudi leo. Mimi nitarudi kesho na huko hamna usafiri. Sasa mimi nikawa namwambia yule mama hamna usafiri vipi? Wakati umeondoka nawe na maana hamna magari yanayorudi. Hapo basi tukabishana. Mimi nikanyamaza zangu hapo alivyosema kwamba eti mtoto azikwe. Wote walishangaa, mimi nilishangaa. Mimi nikagoma hapo, maana sawa hao majirani waliokusanyika hapo wanasema unasemaje mama? Mtoto azikwe au unasemaje? Mimi nikamwambia mtoto wangu azikwe mpaka baba yake awepo. Mpaka baba aje au mamangu mzazi aje, ndugu zake waje. Yule mda ambao ananiambia sijui mchana aliponiambia niziki, tayari ameshaambia wazazi wake kule Kondoa waje na gari wamsafirishe mtoto. Usiku sasa watu wamejazana hapo. Na shangaa daftari linapitishwa la watu na usafiri. Mimi ndo nashtuka. Kwani limeshaongelewa kwamba mtoto anazikwa wapi? Mbona sijakaa na huyu baba
Amina kwamba tumpeleke mtoto wapi au inakuwaje. Nikashtuka hapo, nikanyanyuka nikamwambia jamani, niteni Amina niongee naye kidogo. Tukaingia ndani, tukaongea, japo alikuwa mmeshina zaidi sana, alikuwa ni mtu ambaye atakiata kunisikiliza. Nikambembeleza hapo. Kaambia jamani, nilivombembeleza akakata. Nikamwambia mimi hapa nitatumia kama mama. Tumetafuta wote miaka zaidi ya 7 sio ya ngapi. Tumepata hapa, tumepata pale juu, tuna maeneo. Kwa nini unalazimisha mtoto mpeleke kwenu? Kwani tukimzika kwenye kile kiwanja chetu pale kuna shida? Akati tuna eneo ni likubwa. Mimi siwezi kumzika mtoto pale, yani siwezi kumzika. Kwa nini sasa? Siwezi tu kumzika. Kwanza dini yetu eti mtoto huwezi kuishi na kaburi ndani. Nikamwambia sawa, kama ni hivyo tumzikie basi hapa Arusha, ili hata mimi na wewe na ndugu yake ambao wengine watazaliwa hiyo urahisi kwenda hata kuwafanyia dua, kwenda hata kusalia, kwenda hata kusafisha kaburi. Hasa kumpeleka Kondoa kule ni mbali, na hamna ndugu yake kule, ni babu na bibi. Ina maana wa mtoto tumsafirishe kule mbali, baba mama wadogo zake wako huko. Hasa ndio unafanya nini? Pale tunaendelea kubwa, tunatenga tu kaeneo kadogo kama kaburi, maisha yanaendelea. Tukavutana hapo, nikamwambia aisee, mimi ni mama, mtoto wangu kwa kweli usimsafirishe. Kwanza kingine, twende mbele turudi nyuma. Huyu mtoto leo hii kwa nini unamng'ang'aniza kwenda kumzika kule wakati alivyokuwa hai? Hujataka aende kwao kwa bibi. Leo hii unataka eti akiwa maiti mimi niendelee kuulia ndio unipeleke kwenu nikapajue sijui ndio nikaziki. Nikagoma, kama mimi kwenu je nipeleka, na ninakuomba jamani twende basi tukasalimia watoto hapa wawili, tukasalimia. Kaulizwa basi maamuzi yako ya mwisho ni ipi? Maamuzi yangu ya mwisho ni mtoto azikwe hapa. Sawa, nimeshafikiana. Mimi sitaki mgawanyiko kwenye familia yangu, mtoto azikwe hapa. Ngambia sawa, nashukuru jamani kwa kusikia ombi langu. Kweli hata nafsi yangu kidogo ikatulia. Tukaendelea kupumzika hapo kuomboleza. Kukucha leo sasa. Ikafika saa 4 za usiku. Mama mkwe sasa kaingia hapo na gari. Yuko na huyo shemeji mtu ambaye ni mke wa, yani ni mume wa wifi yangu mimi sasa. Yuko na dereva, watu watatu tu na hiyo gari. Wakaingia pale ndani, majirani shahidi. Yule mama hakuniambia hata yani ni ile pole tu kama watu wote, jamani poleni. Baada hapo nikaanza kuniuliza ilikuwaje? Ulienda wapi? Zingine nani wanachanganya, mimi nasikia chote. Mwanamke anakupanda kichwani sana. Unamsikiliza mwanamke ndio amekuwa ndio umemleta tu hapa. Usimsikilize mwanamke. Mimi ndo mama yako, babako kanituma nije nichukue maiti nikazike kule. Mimi nikaingilia kati, maana tulikuwa na shehe. Rasi ulikuwa hapo? Hapana. Ile sanani rasi hapo. Sana wewe uko ulikuwa ni shehe na mama mkwe na huyo dereva. Na hao mama ambao nilikuwa nao. Sio walikuwa watatu. Watano. Kama 4 si 5. Haya. Taharuki katokea hapa. Jamani, watu kule tumeshakubaliana, kumbuka mtoto anazikiwa hapa. Mama mkwe sakaje. Nimetumwa na babu yake nije nichukue nini? Maiti. Jamani. Uje uchukue tena maiti wakati wenye maamuzi sisi na tumeshatoa maamuzi. Maiti mtoto anazikiwa hapa. Kulivyokucha kweli wakaondoka hapa. Wakaniacha pale ndani. Twende mimi nikakataa. Nikasema mimi siendi kule, nimetia saini saa 4, taenda saa 4 kumtoa mtoto aje azikwe. Nyie kama mnaenda nendeni, kama mnaristia kumtoa mkamtoe. Wakaenda. Sijui akapigia ni polisi gani, wakaongea huko, akaja naye hapa. Wewe naye hapa anaanza kuniuliza imepanda imeshuka, nimepigiwa na OCD sijui nije kusikiliza hii tatizo. Na kisheria sijui kwamba baba ndo ana tamko kubwa. Sawa, sijakataa, lakini katika ile tamko sisi wawili tumeshakubaliana tumzike mtoto hapa. Ile tamko limekuja baada ya mzazi wake kuja. Kwa hiyo mimi sitoelewa, nitasimamia kwenye ule msimamo wangu kwamba tumekubaliana mtoto atazikwa hapa. Hiyo ambao wenyewe wamekuja kubadilisha baada ya ndugu zake kuja, au kwa sababu mimi na mimi ndugu zangu bado hawajaje. Yaani wewe mwanamke unampangia mwanaume, shida yako ni utaki kusikiliza watu.
Sisi ni watu wakubwa, na wao twende tukachukue maiti mchwari, tusafirishe tukazike. Nilichoka, sikunyanyuka pale, nilinyamaza. Wakawasha zao gari. Walisharudi hospitali, ndio nilikuwa naongea sana wao afande. Wakiwa tayari wameshanyimwa mwili, wamefika mchwari wakanyimwa mwili, ilibidi wanipigie mimi sasa simu. Vipi? Baba wa mtoto amekuja hapa, nataka mtoto wake. Nikauliza, sheria hapo inakuaje? Sheria yenu yani ya kutoa mwili imekaaje? Ni aliyekabidhi mwili ndo anatakiwa aje achukue mwili au mtu yote atakayekuja kuchukua mwili anapewa? Wakasema aliyetia sasa alimkabidhi mtoto ndo anatakiwa kufanyaje? Anatakiwa kukabidhiwa, anatakiwa kukabidhiwa mwili. Nikasema basi sheria ifuatwe. Mimi nimekabidhi maiti hapo na ndo natakiwa nije niitoe mimi. Na mimi ndo nina kibali. Basi wakanyima ule mwili. Ndio sasa baada ya kunyima mwili wakarudi sasa na wao afande. Afande imepanda imeshuka, afande imeenda imerudi. Wakanikandamiza tu, si sheria inaruhusu, baba mtoto ndo mwenye haki. Sikuwa na namna, nikanyamaza tu, nikaendelea zangu kulia. Kulia. Ndio nikafosiwa hapo sasa, chukua nguo, toka na hiyo risiti, twende tukachukue maiti. Nikaingia na mama mmoja wa jirani akasema, jamani, ili hii mkanganyiko usiwepo, tukachukua maiti tulete hapa nyumbani. Ndugu wa mama waje, kwa sababu labda wao ndugu zako wanakupelekesha vile wanavyotaka. Ngoja na wao waje ili tukae sehemu moja, tujadiliane, tukubaliane. Wakasema sawa, ngoja karibia wako njiani, sisi tuendelee kufuata nini? Maiti mochwari. Na mimi watu wakanifosi hapo, itabidi sasa nikubali tu ninyanyuke. Nikaenda mpaka pale mochwari. Tukatoa mwili tukaja hapa nyumbani. Kwanza kabla kufika ndugu zangu tayari wakafika nyumbani, wakanyoosha mazima huko mochwari na wenyewe wakaja mpaka kule. Kufika mpaka kule ndio tukambeba mtoto mpaka hapa nyumbani. Kufika hapa nyumbani sasa, Mungu wangu, yaani ni mgawanyiko. Ndugu wangu wanataka wamchukue mtoto yao waondoke naye. Ndugu zangu na wenyewe wamekuja hapo wanataka waamwone mtoto. Wale ndugu wangu wakabaki pale kwenye gari, maiti bado iko kwenye gari. Mwenyekiti alikuwepo hapo. Sasa itabidi aingilie hiyo kesi. Akasema tunahitaji ndugu upande wa mume na upande wa mke. Tukaitwa pembeni, tukakalishwa kikao kifupi, wakiwepo balozi au mashehe pande zote tulikuwepo hapo. Baada mtoto tayari alikuwa hajaingizwa ndani. Tupo kwenye kikao. Kikao kinaenda tu vizuri. Kwanza mama mkwe alikuwa hajakanyaga hata kwenye hiyo kikao. Cha kwanza hajakanyaga hata kwenye hiyo kikao. Na yeye ni mama wa baba wa mtoto, atakiwa yupo pale. Lakini akangana kule kwenye gari. Akatumwa mdogo mtu aje asikilize sasa kinachozungumzwa. Haya, mama akaachwa kule nyuma na wengine. Tukazungumza. Mwenyekiti kapeleka hiyo kikao imeenda vizuri kabisa. Watu wakahojiwa jana ilikuwaje, imeenda hivi. Balozi akahojiwa, akajibu vile inavyotakiwa, ilivyokuwa, mwafaka ulivyokuwa. Sheha akauliza ilikuwaje, kwa nini usiku mpaka muondoke ilikuwaje, wakaeleza. Sasa imekuwaje asubuhi watu wametoka huko wanataka tu wanyanyue maiti akati tayari mmeshatoa mwafaka wa kusema inazikwa hapa. Tukahojiwa wote, imefikia dakika za mwisho baba na mama sasa tuulizwe, ikishindikana tuapishwe hapo labda na shekhe, ikubalike tufanye kitu kimoja. Hatujakaa sawa. Waombolezaji hao hapo. Maiti imechukuliwa na ndugu wa mume. Mama mkwe sasa kakimbia na maiti. Taharuki. Paka sasa hivi taharuki, mtoto amekimbia naye. Baba mtu mpigie hao warudi na maiti. Maana majirani wenyewe wameshachanganyikiwa. Mtoto anaondokaje mbele yao, na jana wenyewe hata huyo mama mkwe hakuepo kwenye tukio nzima, mpaka mtoto ananyanyuliwa na majirani anapelekwa hospitali hakuepo, alafu sasa hivi anakuja kumchukua mtoto akimbie naye. Mpaka sasa hivi maiti haijulikani ilipo. Sijui ndio wameshakimbia naye huko Kondoa. Sijui. Umeondoka na Noa. Mama mkwe alikuja na Noa kutoka huko kwa na watu watatu, lakini sasa wameondoka mawifi, mama mkwe, lakini maiti sasa kama ionekane na ndugu aonekane, si lazima wameondoka na ndugu zake. Alafu wamemwacha mtoto wao hapa.
Ina maana walikuwa wanamuita katikati ya kikao, walikuwa na konyeza kisirisiri pembeni, njoo. Kumbe walikuwa wanampa signal achomoke kwenye kikao waondoke na maiti. Ilivyoshindikana, maana pale kwenye kikao mzee kazuiliwa, hamna kunyanyuka kwenye kikao, wasubiria kwanza mpaka wamalize. Wenyewe walivyoona hivyo, usiwaambie sisi tunatangulia, utatukuta huko njiani. Wewe tutangulia na maiti. Yaani mimi sijui kwa kweli. Mimi kama mama, ombi langu kwa serikali, naombeni tu mtoto wangu arudishwe hapa nimzike. Basi mimi ni mama yake mzazi, ni mama na uchungu. Hivyo wanavyofanya ni kama wananifanyia ukatili fulani ambao wenyewe wanachukua alafu zaidi sana wanaochukua maamuzi sio wahusika. Hivi mama mkwe na mjukuu wapi na wapi, na mama yake mimi niko hai. Yaani mama yake mimi niko hai, mama mkwe anaingilia kati. Inakujaje? Majirani zangu, ndugu zangu, wote marafiki wako hapa. Alafu mtu anakimbia na mtoto. Anampeleka wapi? Naombeni tu mama, mrudishe mtoto wangu hapa nimzike. Haula sivyo serikali iamue kama mama achukuliwe sheria kwa kufanya kitendo kama hicho, kutorosha maiti au na magani. Imekuwaje? Kwa nini afanye hivyo? Ameondoka na mjukuu. Baada ya kuondoka na mjukuu, si nimepiga simu nikaambia mmefika wapi? Maana nikauliza mmefika wapi, anasema hatujui. Rudisheni basi hiyo mwili, anasema zima simu ili asipatikane. Sasa kama simu imezimwa, ndio maana mimi nimepiga simu nyumbani ili wafanyaje, wastopishe kule nyumbani. Umeona? Kwa hiyo basi hebu tukae kidogo kwa kutulia. Yaani tu na subira basi kidogo. Ili tufanyaje, tupige simu. Nimepigwa simu asubuhi. Mimi nakaa hapa Arusha. Nilipigiwa simu, bana mtoto mjomba wako ameifiwa na nani na mtoto. Umeona? Kwa hiyo ni wapi huko? Mimi hata sijui kwake. Kwa hiyo tumekuja mpaka kazini kwake, tukapigiwa simu, tulipopiga simu hatukupokelewa. Ila tuliulizia, unajua msiba na harusi ni kitu kimoja. Utaambiwa kuna harusi pale, kuna msiba pale. Baada ya kuambiwa hivyo ndo tukafanyaje? Sisi tukachukua gari na nilitoyo pale barabarani tukaja mpaka huko. Baada ya kufika hapa ndo tukafika kwenye ile tukio. Sasa baada ya hapo tuko kwenye kikao, sisi hatujajua maelekezo ni nini. Kufika kwenye gari tukaambiwa mjomba wako yule pale na maiti. Nikawauliza kwa nini maiti imekaa kwenye gari? Kama maiti imetoka hospitalini, sinatakiwa iletwe wapi? Nyumbani. Ikishafika pale nyumbani ndo mnajua wapi mnaenda kufanyaje? Kuzika. Sasa tulipokuja hapa nikamwambia maiti iko imezuiliwa kwenye gari. Namuuliza mama, anko vipi? Mbona unakaa na maiti kwenye gari? Mimi sijui. Nikaja huku nikufika hapa nikaambiwa wako kwenye kikao. Kufika kwenye kikao ndo nikaambiwa kwamba kuna mzozano. Baada ya mzozano ndo nikaanza kuongea naye pale kidogo. Ule mama akapiga simu, anamuita nani, kijana wake. Nikamfuata yule kijana nikamwambiaje, mama hebu muache kwanza yuko kwenye kikao. Baada ya kumwacha kwenye kikao ndo nikajua kwamba amefanyaje, maiti imeondoka. Naona gari imetokea huko nyumbani. Maiti ni huku. Yaani mama katoka nyumbani kuja kuchukua maiti huku. Ndio akaja kuchukua maiti ya mjukuu huku. Sasa hatujajua maelewano ni nini. Ndio maana tumekuja sisi msibani. Ndio maana tumekuja. Sisi hatujang'ang'ania mwili. Hatujui sisi tuko hapa. Huyo ni kweli ameondoka naye, hatujajua. Sisi tuko kwenye kikao. Tulikuwa hapo kwenye kikao, hatujajua amefanyaje mpaka akaondoka naye. Siki cha hapo nje tulikuwepo wote. Maamuzi ndio hivyo, tumesema polisi ije, kama ni kufuatilia huko afuatiliwe. Maana kwenye gari hata nyumbani tumeshapiga simu. Maiti ikifika nyumbani isiziko mpaka ifanyaje, baba na mama afike, maana mwenye mtoto hayuko. Majina naitwa Joseph Emmanuel, mwenyekiti wa mtaa wa Murieti. Leo majira ya saa 4 hivi nilipigiwa na balozi simu. Mwenyekiti, kuna tukio limetokea maeneo ya Njiro Ndogo ndani ya mtaa wetu wa Murieti, kwamba kuna bwana mmoja anaitwa Hamisi amefiwa na mtoto wake kwa kuangukiwa na kabati. Baada ya balozi kufika eneo hilo, wakasema kwamba walijadili kwa siku ya jana Krismasi, wakajadili mpaka wakamaliza na wakafikia mwafaka kwamba mtoto atazikwa huku. Kwa Hamisi alichokifanya akamwambia shehe kwamba tutafanya ibada ya mazishi huku. Asubuhi kwa siku leo tarehe 26 wakakutana ndugu, wakakubaliana waende mochari kuchukua mwili, wakauchukua, wakafika huku. Walipofika tu wakanikuta sana mimi niko msibani nasubiri mwili ufike. Baadaye nikasema mbona kuna kelele? Nikaambiwa kwamba kuna kutokuelewana. Mama anasema maamuzi ya jana ni kumzika mtoto huko Arusha. Baba anasema nimebadilisha, tunaenda kuzika Kondoa. Nikawaambia basi kwa kuwa kiongozi wenu niko hapa, naombeni tukae niwasikilize.
ili tufikie mwafaka kwamba mtoto anazikwa wapi. Tukaenda kwenye kikao, tukazungumza, tukafikia mwisho mzuri. Tulipofikia karibia na mwisho kwamba sasa nataka maamuzi ya wazazi wote wawili, baba wa mtoto na mama wa mtoto, ili tukubaliane, tukiwaondoa wazazi wao ambao ni bibi na babu, tukaweka pembeni na wasikiliza sasa wazazi wa mtoto ambaye huyu amefariki. Baadaye ikaletwa taarifa ghafla kwamba lile gari ambalo lilikuwa limebeba mwili limeondoka, limekimbizwa. Ndio ikawa mwisho wa kikao chetu, tukaanza kuzunguka na kuangalia kwamba lile gari limepita wapi. Mpaka sasa hatujajua gari limepita wapi. Tumeripoti polisi, lakini bado hatujapata mwafaka mzuri. Limetoroka likiwa na maiti, kwa maana ya mwili. Hapo ndani ya gari ni mama yake na kijana ambaye ni bibi wa mtoto. Wamesema wao maamuzi yao ni kuzika kwa ndoa. Na upande wa mama wa mtoto anasema tunataka mtoto azikwe wapi? Huku, kwa sababu wana eneo. Sasa ilikuwa nataka nifikie mwisho kwenye kile kikao changu kwamba baba na mama twende pembeni, tuongee, tuwaweke wazazi kando. Mtoto huyu ni wa kwenu na maamuzi ni ya kwenu. Zungumzeni ili msiba huu usije ukawagawanyisha au kuwatenganisha. Lakini ndio yakatokea haya yaliyotokea kwamba hatukufikia mwisho wa kikao. Mimi kuna kitu ambacho sijakielewa vizuri, kwa sababu haiwezekani bibi wa mtoto atoke kuondoa, lengo lake kubwa ni kuchukua mwili kwenda kuzika Kondoa. Hataki habari ya vikao, na hata kwenye kikao changu cha kuwapatanisha wa baba na mama ili waelewane kwamba watazika wapi hakushiriki. Yeye alikuwa analizingira, anazunguka tu kwenye gari, anazunguka, mwisho wa siku ndo akaondoka na gari, kwa mujibu wa ndugu waombolezaji ambao walikuwa tumewaacha upande huu wa msiba. Sisi tukaenda nyuma ya nyumba. Hao ndugu waliobaki, ndugu jamaa na marafiki na majirani waliobaki, wanataka sasa kujua kwamba je, ule mwili utarudishwa au la. Kwa maana hiyo mimi nimemuomba au nimemstopisha huyu baba wa mtoto asiondoke, ili kama itanisaidia huyu mtoto asizikwe, badala yake baba na mama wapate mwafaka kwamba wanashiriki msiba wote, kwa sababu mama wa mtoto amesema kama ni kuzika Kondoa sitashiriki, na wazazi wake wanasema sisi mtoto wetu hataenda, wakamzike tu mtoto wao huko, lakini huyu wa kwetu hataenda. Nikaona sio jambo jema, ni vizuri nikawaunganisha ili wakazike pamoja. Mhoji anasema nilikuwa nimechanganyikiwa. Nimeongea na baba wa kijana kwa sababu yeye hajaweza kufika, yuko kule kijijini. Akaniambia anaongea na yule dereva anaendesha lile gari lilobeba mwili, ili walirudisha, wastopishe ule mwili usifike kule, badala yake wasubiri maamuzi ya huku ili wajue kwamba wanaendelea na safari au wanarudisha mwili Arusha. Lakini majibu niliyoyapata kwa haraka haraka ni kwamba ameniambia amempa maelekezo hayo, lakini dereva akamzimia simu. Na washauri kwamba mtoto wako akiolewa na mtoto wako akioa, tayari wale ni wazazi. Kwa hiyo msiingilie maamuzi yao, sababu wao wana maamuzi yao binafsi. Kwa hiyo ndugu, jamaa na marafiki wasiwe wanaingilia misiba ya watoto wao. Kwa upande wa kifo kidogo nimepata utata. Sijapata maelezo yanayojitosheleza, kwa sababu nimeambiwa ameangukiwa na kabati. Lakini nikapata swali la kujiuliza, je, kabati limepasuka? Hapana. Je, huyu aliyeangukiwa na kabati ameumia wapi? Nikaambiwa hajaumia. Nikakosa majibu. Wakati naendelea kuhojiana na ndugu waliofika jana baada ya msiba kutokea, ndio sasa ile gari lililotoka mochari likafika, na hizo kelele nikasitisha mahojiano. Na haja ya polisi kuchunguza, kwa sababu haiwezekani uambie mtoto ameangukiwa na kabati. Nikahoji, je, alikuwa anapanda juu ya kabati? Hapana. Ili kabati limekuwa limeegeshwa mahali? Hapana. Limesimamishwa kama linavyosimamishwa kama sehemu zake. Lakini sasa unashindwa kuelewa ili kabati limemwangukiaje? Ndio hapo sijapata majibu.